السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أحبتي في الله، أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله. ndugu wapenzi wa Islam, baada ya kumshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, tukiwa tuko katika masiku matukufu, masiku 10 ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja, masiku ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama anatuambia kama alivyopokea al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Sayyiduna Abu Huraira radhiyallahu anhu, ma min ayamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أي أيام العشر. أسمى متومي صلى الله عليه وسلم hakuna masiku ambayo kwamba amali njema ni yenye kupendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zaidi ya masiku haya 10 ya Dhulhijja. Kwa hivyo ni masiku matukufu, kila mmoja atakikana jitahidi katika kufanya kila sampuli ya ibada kuongeza ndani yake. Na hivi ndivyo alivyokuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akihuisha masiku haya kwa kila sampuli ya ibada. Ukija katika sunan ya al-Imam an-Nasa'i, Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanavyonukuu masahaba wasema kana yasumu yawma Ashura wa 9 min Dhulhijja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga siku ya Ashura na siku 9 za Dhulhijja, kuanzia tarehe 1 mpaka 9, na 10 yajulikana ni Eid huwa ifungwi. Wa 3 ayamin min kulli shahr, na siku 3 katika kila mwezi ambazo kwamba zinajulikana kama ayyamul bidh, tarehe 13 na 14 na 15. Kwa hivyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi katika kufanya ibada katika siku kama hizi, na zaidi katika siku ya 9 ambayo kwamba ni yaum Arafa. Ni siku adhimu, ni siku tukufu, ni siku ambayo kwamba zimekuja hadithi nyingi kubainisha fadhila zake kutoka kwa Mtume na masahaba na tabi'ina. Sayyiduna Abu Huraira kama anavyopokea al-Imam at-Tirmidhi radhiyallahu anhu anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wa shahidin wa mashhud, mashhud asema ni yaum Arafa iliyotajwa katika aya. Na Sayyiduna Abdullah ibn Abbas hibrul umma ama habrul umma anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema washaf'i wal watr, asema shaf' ni yaumul Eid ama yaumun nahr, na al-watr ni yaum Arafa. Na vile vile Ad-Dhahhak na Qatada wamemuunga mkono katika swala hilo. Kwa hivyo ni masiku yenye fadhila, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaapa kwa masiku kama haya, akasema wal fajri wa layalin ashr, na hapa kwa alfajiri na masiku 10. Kauli yenye nguvu kwa maulama ni kwa masiku 10 yalokusudiwa katika aya kama hii ni masiku haya 10 ya
Dhulhijja kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 10. Ikhwata al-imani wal Islam. Kwa hivyo tuko katika masiku matukufu. Tujitahidi ndani yake katika kufanya ibada, na zaidi kama tulivyosema katika يوم Arafa, na kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallama, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'da. Asema natarajia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufunga siku ya Arafa awe atasamehe madhambi ya mwaka uliopita na mwaka utakaokuja. Yani katika ujira ambao kwamba unapatikana kwa kufunga يوم Arafa ni kusamehewa madhambi ya miaka miwili, mwaka uliopita na mwaka utakaokuja. Ikhwata al-imani wal Islam, kwa kuwa tupo katika Dhulhijja na kwa kuwa tumekaribiliwa na يوم Arafa mbeleni na siku ya Eid, hapa kidogo kuna mtihani unatupata daima sisi kama jamii za Kiislamu, na hauko kwetu Kenya peke yake, uko katika nchi nyingi. Mtihani wenyewe ni maswali ambayo kwamba mara nyingi watu hujiuliza, hivi siku ya Arafa ni siku gani haswa? Je, siku ya Arafa ni siku ya 9 ya Dhulhijja kutokamana na muandamo wa pale ulipo, ama siku ya Arafa ni siku ambayo kwamba mahujaji wako katika kisimamo katika kiwanja cha Arafat? Ni swali. Je, siku ya Eid ni siku ya 10 ya Dhulhijja ama ni siku inayofuatia kisimamo cha mahujaji kule Arafat? Je, kuna mafungamano kati ya Arafa kama kisimamo moja katika nguzo za haji na kati ya Arafa funga ama saumu ambayo kwamba tunafunga sisi huku? Je, kuna mafungamano kati ya hivi vitu viwili? Je, sisi kufunga siku ya Arafa hapa ni kwa sababu ya kuungana na mahujaji ambao wako kule? Haya ni maswali na mingi kama mfano wa haya. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema al-hajju Arafa, haji ni Arafa, huwa anakusudia nini haswa? Ni maswali ambayo kwamba kila mmoja anajiuliza, na watu wanachanganyikiwa kwa sababu wanamsikia huyu anasema hivi na huyu anasema vile. Tufanye kipi haswa katika masala kama haya? Mtume sallallahu alaihi wasallama kama kudwa yetu, kama kiigizo chetu, ametuachia mfumo gani? Maswahaba waliokuwa baada yake wamefuata njia ipi katika kadhia kama hii? Kwa hivyo napenda muniazime kwanza masikizi ya nyoyo zenu kabla masikizi ya vichwa vyenu. Napenda unisikize kwa kutaka kutambua masala yalivyo, sio kwa kutaka nakdi na kujibu na kutoa hoja. Sababu tatizo letu mara nyingi sisi tunasikiza, lakini kusikiza kwetu nitamjibu vipi, nitaivunja vipi hoja yake? Usinisikize kwa sikizo hilo. Ukiwa una hoja baadaye unataka kujibu, khair wa baraka, hamna neno. Tutakaa tutayajadili masala katika meza ya elimu, lakini nisikilize kwa sikio la moyo la kutaka kujua usawa uko wapi, na inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie sote tuko katika usawa. Na nimebeba makaratasi, najua pengine ni jipya hili, pengine hamjanizoea kusimama hapa na makaratasi. Nimebeba makaratasi kwa sababu kuna masail muhimu nataka niyasome, na yeyote ambaye kwamba atataka uthibitisho atanifuata baada ya swala ili nipate kumuonesha, nisiambiwe kuwa natoa mambo katika kichwa changu. Ikhwata al-imani wal Islam, Mtume sallallahu alaihi wasallama alipohamia Madina hijra, Mtume sallallahu alaihi wasallama alipata maansar wana siku 2 wanafurahia ndani yake, siku za sherehe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia Mwenyezi Mungu amewapa badali ya siku 2 hizo. Badali zenyewe ni nini? Akawaambia yaumul fitr na yaumul adha, siku ya fitr na siku ya adha. Ndio mwanzo kuwekwa sherehe ya Eid katika Uislamu. Baadhi ya maulama wasema Eid ilianza mwaka wa kwanza, wengine wasema ilianza mwaka wa pili, na kauli yenye nguvu ni kuwa Eid ilianza mwaka wa pili baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kuhama na kugura Madina.
Kwa nini kauli hii ina nguvu? Kwa sababu maulama wanasema idi ya kwanza kusherehekea Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni Eidul Fitr, na Eidul Fitr huja baada ya Ramadhan, na Ramadhani imefaradhishwa mwaka wa pili wa hijra. Kwa hivyo madamu Ramadhani imefaradhishwa mwaka wa pili wa hijra na Eidul Fitr inakuja baada ya Ramadhani, ina maana idi ya kwanza alokula Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni katika mwaka wa pili. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ama sharia ikatuwekea siku mbili hizi za furaha ambazo kwamba ni Eidul Fitr na Eidul Adha. Sheria ya Kiislamu imefungamanisha Eidul Fitri na kuisha Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani uishe, uandame wa Shawwali, ndo Eidul Fitri imeingia. Kama vile sharia imefungamanisha Eidul Fitri na mwezi, vile vile sharia imefungamanisha Eidul Adha na mwezi. Ukiandama mwezi wa Dhulhijja 1 mpaka 10, siku ya 10 ndio siku ya Eidul Adha. Hii ndivyo ilivyo katika sharia. Na ndio namuona Mtume sallallahu alayhi wasallama alipozungumzia masala ya kuchinja, aliposema idha raaitum hilala dhilhijja wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sha'rihi wa adfarihi, mtakapoona mwezi wa Dhulhijja mmoja wenu akataka kuchinja, mmoja wenu akanuia kuchinja. Angalia, kuchinja moja katika ibada zinazofanyika siku ya Eid. Kuchinja Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuambatanisha na kitu gani? Asema idha raaitum hilala dhilhijja, mkiona mwezi wa Dhulhijja. Kwa hivyo imefungamanishwa na kuona nini? Na kuona mwezi. Mkiona mwezi wa Dhulhijja na mmoja wenu akawa nia kuchinja, falyumsik an sha'rihi wa adfarihi, basi azuie asinyoe nyele zake, vile vile na nini, na kucha zake. Maulama watuambia ni kwa sababu ya kupata fadhila ya viungo vyote na thawabu katika nini, katika masiku kama haya. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefungamanisha Eidul Fitr na mwezi, na vile vile amefungamanisha Eidul Adha na mwezi. Tayib, swala la kukhtalifiana matali' ya mwezi ni masala ambayo kwamba tushazungumza kabla ya hapo. Tukaeleza kuwa ikhtilafu al-matali' ipo, lakini izingatiwe isizingatiwe ndo kuna khilafu kati ya maulama. Na kauli yenye nguvu kama ilivyokuja katika sahihi ya Imam Muslim katika hadithi ya Quraib, kuwa maswahaba wenyewe walifanyia kazi kutofautiana miandamo. Watu wa Sham wakafunga siku yao na kula Eid siku yao, na watu wa Madina ama watu wa Hijazi huku Makka na Madina wakafunga siku nini tofauti na wakala Eid siku tofauti. Ipo katika sahih Muslim, na kazi hiyo imefanywa na nani? Sayyiduna Muawiya radhiyallahu anhu ambaye alikuwa ni kiongozi Sham, na Sayyiduna Abdullah ibn Abbas hibrul umma, na wote ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Quraib alporudi akamwambia Sham wametangulia, Ibn Abbas akamwambia sisi tutaendelea hivi hivi, hakadha amarana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, hivi ndivyo alivyotufundisha Mtume sallallahu alayhi, ama alivyotuamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallama. Yani kila mmoja afuate muandamo wa wapi? Muandamo wa kwao. Na hii kauli, ingawa mara nyingi ukiingia kwenye mitandao ya kijamii utaambiwa ni kauli ya Mashafi peke yake, hakuna kauli hiyo kwa maimamu wengine, si kweli. Na tumetaja kabla ya hapo kuwa ukirudi katika madhhabu ya Imam Abu Hanifa utapata maulama wengi wa madhhabu ya Imam Abu Hanifa wanaiunga mkono kauli hii. Nenda kwa Imam Al-Kasani katika Bada'i'us Sana'i', nenda kwa Imam Az-Zailai katika Tabyinul Haqa'iq, nenda kwa Sheikh Zada katika Majma'ul Anhar, nenda kwa al-Imam Az-Zabidi katika Tuhfat al-Ithaf ama Ithaf as-Sada al-Muttaqin Sharh Ihya Ulumuddin, na wengine wengi katika maulama wa madhhabi ya Imam Abu Hanifa wanasema kila mmoja afuate matla'i ya kwao na muandamo wa kwao. Ukitoka kwa Imam Abu Hanifa njoo kwa Imam Malik. Imam Malik utampata Ibn Rushd, utampata al-Imam al-Qurtubi, utampata Ibn Abdul Barr, utampata Imam al-Qarafi katika al-Furuq, na wengine wengi katika maulama wa madhhabu ya Imam Malik wanasema kila mmoja afuate kwao, kila mmoja afuate muandamo wa kwao. Ukija kwa Imam Shafi'i sihitaji hata kukunukulia, kwa sababu karibu wote wanakubaliana kuwa matla'i zinatofautiana. Ukirudi kwa Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad anasema muandamo ni mmoja, mwezi ukionekana popote watu wote wafuate. Lakini Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah
katika Majmuu al-Fatawa akaja kusema kuwa kauli ya Imam Ahmad inakusudia miji ya karibu ama miji ya mbali, matla zinatofautiana. Kwa hivyo kauli aliyoipitisha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ni kwa miandamo ikiwa ni mbali ama miji ikiwa ni mbali, kila moja afuate muandamo na mwezi wa kwao. Hii masala ambayo kwamba tushazungumzia, hatuna sio maudhui yetu ya leo. Turudi kwenye Arafa na Eidul Adha. Je, saum yaum Arafa ina mafungamano na kitendo cha hujaji ukufu katika Jabal ar-Rahma kule katika Midan Arafat? Taban haina mafungamano. Kwa nini? Kwa sababu jambo la kwanza, Eid kama tulivyotaja kuwa imeanza mwaka wangapi? Mwaka wa pili. Ibada ya haji imeanza mwaka wa 6, wengine wasema wa 8, wengine wasema wa 9, na ndio kauli iliyopitishwa na Ibn al-Qayyim. Kwa hivyo kati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusherehekea Eidul Adha na ibada ya haji kufaradhishwa kuna takriban miaka 5 mpaka 7. Hii imefaradhishwa ama imewekwa mwaka wa pili, na hii imewekwa mwaka wangapi? Tuache wa 9 wa 8, tushike huu wa karibu hapa wa 6. Ina maana wa pili mpaka wa 6 kumepita miaka. Hakuna haji, lakini kuna liwaidi mwaka wa pili, wa 3, wa 4, wa 5. Hii Eid ilikuwa inaliwa vipi na hakuna haji? Ilikuwa ni mahujaji gani ambao kwamba wanafuatwa? Mtume alikuwa na ile Eid vipi? Eid kama hii alikuwa anaangalia mwezi, siku ya kwanza, ya pili, ya 3 mpaka ya 10 ndio siku ya Eid, anakula Eid. Haina mafungamano na haji, na wala haijathubutu katika sera wala katika tarikhi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama ametuma mmoja katika maswahaba zake akamwambia, kwa mfano Saidina Umar, baada ya kuingia Dhulhijja, hebu kimbia Makka kule, nenda kaangalie mwezi umeandama lini na watu watasimama Arafat lini, ili na sisi tujue tutafunga lini na tutakula Eid lini. Haijatokea hapo. Wala maulama wa fiqh hawajafungamanisha kati ya ibada ya wukuf bi Arafa na sisi huku kufunga. Hakuna. Rudi katika vitabu vya fiqh, huwezi kupata saumu ya Arafa, kufunga siku ya Arafa inatajwa katika mlango wa haji. Hakuna hiyo. Saumu ya Arafa ni kitu tofauti na ibada ya haji ni kitu tofauti, inatajwa katika mlango wa saumu. Jambo la kwanza. Jambo la pili, hakuna hata siku moja mwanachuoni wa kifikhi kwa mfano anasema kuwa ikiwa watu watafunga siku ambayo kwamba ni tofauti na ile watu waliosimama katika nini, katika kiwanja cha Arafati, basi itabidi warudie ama itabidi hivi. Hakuna. Na maulama wa fiqh hawakuacha kitu. Mwenyezi Mungu awajazi khairi. Wametajia masail mpaka masail iftiradhia, masail ambayo kwamba hayajatokea, lau kutatokea. Akwambia lau mwanadamu wal billah akazana mbuzi, mtoto akatoka katika shakli ya mwanadamu, je, siku ya Eid twafaa kumpa kibla tusalishe? Je, tukitaka kuchinja tuweza kumchinja yeye kwa sababu ni mtoto wa mbuzi? Haya ni masail hayajatokea hapo, lakini yamejadiliwa tayari na maulama katika fiqh. Lakini hakuna mwanachuoni wa kifiqh anasema lau watu watafunga siku tofauti na nini na watu waliosimama katika nini kiwanja cha Arafati, basi watakikana walipe kwa sababu wamekhalifiana na wao. La. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dhahiri hadithi anafunga Arafa kabla hata ya ibada ya wukuf bi Arafat kufaradhishwa katika ibada ya haji. Ukirudi katika hadithi ya Sayyidatuna Safia radhiallahu anha, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mambo alikuwa hayawachi, mojawapo ni kufunga siku 9 katika mwezi wa Dhulhijja, na siku ya 9 ndio siku ya Arafa. Na Sayyidatuna Safia ameolewa mwaka wa 3 na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni amali ambayo kwamba ameiona kwa Mtume kutoka olewe mwaka wa 3 mpaka kuja kufaradhisha haji huko mbele. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga Arafa kabla ya ibada ya haji kufaradhishwa, vipi tutasema hii ina mafungamano na ile? Vipi utakuja kusema kuwa kufunga Arafa ni kwa sababu ya kuwaunga wale ambao kwamba wanasimama katika Jabalu Arafat? Tena mtu anakuwa mkali, anakuambia ikiwa umefunga siku tofauti basi huna thawabu yoyote unaipata kwa sababu hujaungana na wale. Swali ndugu yangu, wale ambao kwamba mchana wao ni usiku wa Saudia, wale watafanya nini? Watapitwa na thawabu za Arafa? Tokyo wako nyuma masaa 6 na Saudia. Sisi tunajua ibada ya wukufu bi Arafa inaanza wakati wa nini? Zawala, wakati wa mchana.
Inapofika wakati wa kuanza ibada ya nini, wukuf bi Arafa, Tokyo Japani, wa tayari kwao ishaingia usiku, ile siku ishaisha. Sasa wafanye nini? Wafunge usiku kwa sababu ndo watu wako katika Jabal Rahma kule Arafat? Ama wasifunge, hawana thawabu hao, wasifanye kitu? Taibu, waulizeni watu wazima ambao kwamba wako miaka 80 kwenda juu. Hapa kabla kuja wasailu tawasul, kabla kuja ma TV, masimu, kulikuwa kunafungwa vipi Arafa? Kabla ya kuja mawasiliano. Sasa walillahi alhamdu tuna ma TV, tuna simu. Kabla ya kuja hizi wasailu tawasul, watu walikuwa wanafunga vipi siku ya Arafa? Watu walikuwa wanakula Eid vipi? Kama siku angalia mwezi mpaka siku ya 9 inafungwa Arafa. Kwa hivyo hakuna mafungamano kati ya ibada ya wukuf bi Arafa na ibada. Sasa mtu anaweza kuja akakwambia lakini alhajju Arafa, mtume asema hajj Arafa, haji ni Arafa. Naam ndugu yangu, hadithi sahihi, alhajju Arafa. Lakini hajj Arafa, hajj, angalia kuzungumzwa nini? Alhajju hajj, Arafa ni Arafa, yani nguzo kubwa katika ibada ya haji ni Arafa. Ukikosa Arafa huna haji wewe. Sasa mimi na wewe ambao kwamba tuko hapa Nairobi, sisi haji yetu iko wapi? Sisi tuhiji kwa kuzungumziwa haji, kwa kuzungumziwa hujaji. Sisi sio mahujaji. Mtume hakusema al-Eid Arafa, Eid ni Arafa, muangalie kule Arafa watasimama lini siku ya pili wa Eid. Amesema al-Hajju Arafa, haji ni Arafa. Ni kwa wale mahujaji wakikoza ibada ya Arafa, wukuf bi Arafa, hawana haji. Kwa hivyo hapa kwa zungumziwa mahujaji, sisi ni tofauti hukumu zetu. Sisi tumewekewa saum, wao wamewekewa wukuf. Wale walioko kule Arafat hawafungi ndugu yangu. Na ndo kauli yenye nguvu, rudi katika Fathul Bari, al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani asema haitakikani walioko haji kufunga. Wale walioko katika kawanja cha Arafat hawafungi, wale tunaofunga ni sisi huku. Na kama vile wao hawafungi, sisi twafunga. Wao wana kisimamo kule, sisi hatuna kisimamo. Nani kati yetu sisi enda kufanya wukuf bi Arafa? Na hapa linakuja swali la kistihzai mara nyingine. Unajua masala ya kielimu na ya kisheria yatakayozungumziwe kidini, kielimu, kidalili, sio kistihzai. Mtu anakuja anakuambia sasa nyinyi Arafa yenu itakuwa wapi? Mtakwenda kusimama katika Kilimanjaro? Maneno sema si sawa. Masaila ya sheria hayajadiliwi hivi. Arafa yetu itakuwa Kilimanjaro. Kwani wewe ambaye kwamba hufati kwa mfano mwezi wa huku, Arafa yako itakuwa wapi? Kwa sisi tuna Arafa sisi huku? Hatuna Arafa. Ama mtu anakuja kukuuliza, kwani hivi Arafa ziko ngapi? Je, Arafa ni 2? Swali laulizwa, Arafa ni ngapi kwani? Arafa si 2 ndugu yangu, Arafa ni 3 kama hujui. Arafa ni ngapi? Ni 3. Kuna Arafa siku. Kuna Arafa siku inaitwa Arafa kabla ya mtumi kuja, bali kabla hata ya Sayyiduna Adam. Rudi katika hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad katika musnadi yake kwa sanad iliyokuwa sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna Allaha akhadha al-ahda ala dhahri Adama bina'man yawm Arafa. Mwenyezi Mungu amechukua ahadi kwa mgongo wa Adam katika wadi Na'man siku ya Arafa. Yani kutoka Sayyiduna Adam alayhi salam kuna siku tayari yaitwa Arafa ambayo kwamba ni siku ya 9 Dhulhijja. Haikuitwa Arafa ati kwa sababu baada ya Hija. Hii siku yaitwa hivi kutoka siku hizo. Kwa hivyo kuna Arafa siku. Kuna Arafa sehemu ambayo kwamba ni wadi Arafat pale. Ile ni Arafa sehemu. Wewe ikiwa umekwenda haji kwa mfano, ukaamua mimi Arafa yangu sitakwenda kule katika Jabalur Rahma ama wadi Arafat, mimi nitakwenda kule katika wadi yoyote nyingine katika widian za Makkah. Je, itakuwa ibada yako iko sawa? Haiko sawa, kwa sababu ingawa utakuwa umeifanya katika Arafa siku ambayo kwamba ni siku ya 9 Dhulhijja, lakini hukuifanya katika Arafa sehemu. Na kuna Arafa kitendo ambacho kwamba ni ile wukufu kwenda pale katika nini, wadi Arafat. Hivi ni vitu vitatu tofauti. Sasa ndugu yangu, unapokuja kuniambia Arafa ziko ngapi, inabidi nikuulize wakusudia Arafa gani? Kitendo ama siku ama sehemu? Ni vitu vitatu tofauti. Kwa hivyo hakuna mafungamano kati ya ibada ya wukuf bi Arafa na kati ya kufunga Arafa huku. Hakuna mafungamano kabisa katika sharia. Karatasi imefika wakati wake.
Nikisema mimi naweza kuambia jahil, mjinga, hajui, hajasoma, naridhia majina yote hayo. Lakini napenda ninukuu fatawa za maulama ili lijulikane ni swala ambalo kwamba limejadiliwa na maulama. Katika majmuu al-fatawa wa maqalat mutanawwi'a cha Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alayhi, mujallad wa 15 safha ya 79, lilikuja swali: je, miandamo ya mwezi inatofautiana? Na je, kuna tofauti kati ya Ramadhani na Adha? Yani je, Ramadhani tuwafaa kufuata miandamo ya mbalimbali, yani kila mmoja afuate kwao, lakini Adha lazima tufuate hujaji? Swali hili ameulizwa nani? Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alayhi, rudi katika majmuu fatawa maqalat mutanawwi'a safha ya 15 ama safha ya 79 mujallad wa 15. Sheikh anasema fa dhahir annahu la farqa baina Ramadhana wal Adha. Asema dhahir, wazi lioko katika sharia ni kuwa hakuna tofauti kati ya Ramadhani na Adha, fima a'lamuhu min ash-shar', kutokana na kile ninachokijua mimi kutokana na sheria. Amekataa kabisa Sheikh Abdul Aziz bin Baz kutofautisha kati ya Ramadhani na Adha katika kuangalia mwezi. Asema zote zaangaliwa nini? Zinaangaliwa mwezi. Twende kwa wapili. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen katika kitabu chake Majmuu al-Fatawa mujallad wa 20, Sheikh anaulizwa: إذا اختلف يوم عرفة نتيجة لاختلاف المناطق, ikitofautiana siku ya Arafa kwa kutofautiana sehemu za mbalimbali, fi matali'il hilali, katika miandamo ya mwezi, fahal nasumu, je tufunge, tabaa ru'yatil baladi allati nahnu fiha, kwa kufuata mji ambao kwamba tuko ndani yake, am nasumu tabaa ru'yatil haramain, ama tufuate ru'ya na muandamo wa haramain, tufate Makka? Sheikh anajibu Majmuu al-Fatawa mujallad wa 20, anasema hadha yubna ala ikhtilafi ahli al-ilm, ili linajengewa kwa ikhtilafu ya ahli al-ilm, hal al-hilal wahid fi ad-dunya kullaha am huwa yakhtalifu bi ikhtilafi al-matali'. Asema hili lajengewa na maneno ya ahli al-ilm walipozungumzia mwezi, je ni mmoja popote utakapoonekana ufuatwe, ama unatofautiana kwa kutofautiana matali'. والصواب na usawa, maneno ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, والصواب na usawa, annahu yakhtalifu bi ikhtilafi al-matali', ni kuwa inatofautiana kwa kutofautiana miandamo. Famathalan, kwa mfano, akatoa na mfano, sikiza vizuri mfano: idha kana al-hilalu qad ru'iya bi Makkah, ikiwa mwezi umeonekana katika mji wa Makkah, wa kana hadha al-yawm, na ikawa hiyo siku, huwa al-yawm at-tasi', ni siku ya 9. Umeonekana wapi? Makkah. Wamefika siku ya ngapi? Ya 9, ambapo kwamba ni siku ya Arafa kwao na ndio siku ya wukufu. Asema fa innahu wa kana hadha al-yawm huwa al-yawm at-tasi', asema wa ru'ya fi baladin akhar, na ukaonekana mwezi katika mji mwingine bali na Makkah, kabla Makkah bi yawm, kabla ya Makkah kwa siku. Kuna sehemu wameona kabla ya Makkah kwa siku moja, wametangulia katika kuona. Ina maana siku ya 9 ya Makkah kwao itakuwa ni siku ya ngapi? Ya 10, wametangulia. Asema wakana yawmu arafata indahum al-yawm al-ashir, na ikawa siku ya Arafa kwao ni siku ya 10, yani siku ya Arafa ya Makkah ambayo ni 9 kwao ni siku ya ngapi? Ya 10. Sikiza hukumu kwa uzuri anatoa Sheikh Ibn Uthaymeen. Asema fa innahu la yajuzu lahum an yasumu hadha al-yawm, haifai kwa wao kufunga siku hiyo. Ni 9 Makkah, watu wako katika nini? Ibada ya Arafat kule, lakini kwao ni ngapi? 10. Anasema haifai kwao kufunga siku hiyo. Kwa nini? Asema li'annahu yawmu Eid, kwa sababu ni siku ya Eid kwa wao, madamu ni siku ya 10, hata kama Makkah ni 9. Asema wakadhalika, na vile vile, lau qudira, lau itakadiriwa, annahu taakharat ar-ru'ya, kinyume sasa, kule wameona kabla ya Makkah, sasa wameona baada ya Makkah, kama ilivyokuwa hali kwetu. Lau taakharat ar-ru'ya, wamechelewa watu katika kuona. Makkah wameona mwanzo, kisha wao wakaona siku inayofuatia. Wa kana al-yawm at-tasi' fi Makkah huwa ath-thamin indahum, asema ikawa siku ya 9 Makkah kwa wao ni siku ya ngapi? Ya 8.
asema fa innahum, hakika wao, yasumuna yawma at-tasi'i indahum, watafunga siku ya 9 kwao, sio ya Makka, watafunga siku ya 9 kwao, almuwafiq liyawmi al-ashir fi Makka, ambao kwamba inafikiana na siku ya 10 ya Makka. Makka wako 10, lakini wao wako ngapi? 9. Watafunga lini? Watafunga 9 yao hata kama Makka ni 10. Asema hadha huwa alqawlu arrajih, hii ndio kauli ambayo kwamba yenye nguvu. Haya ni maneno ya Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen katika Majmu' Al-Fatawa mujallad wa 20, rudi utayapata. Na ametoa maneno kama haya Sheikh Ibn Uthaymeen katika mujallad wa 19 safha ya 41, akasema wakadhalika yawmu Arafa ittabi'u albalad alladhi antum fihi. Hili ni swali lilikuja kutoka Pakistani, watu ambao kwamba wanafanya katika ubalozi wa Saudia Pakistani, wanasema sisi tumetofautiana na baladul haramaini, tumetofautiana na Makka, tufate wapi? Nchi yetu Makka kule ama tufuate huku ambapo kwamba tufanya kazi? Sheikh akawaambia wakadhalika yawmu Arafa ittabi'u albalad alladhi antum fi, fateni kule ambapo kwamba mlipo. Kwa hivyo tumemwona Sheikh Abdul Aziz bin Baz, tumemwona Sheikh Ibn Uthaymeen, twende kwa watatu. Sheikh Hani bin Abdullah al-Jubair ni kadhi wa mahkama ya Makka, ameulizwa swali kama hilo. Jibu lake asema فإذا كان المسلم في بلد يعمل الرؤية الشرعية, ikiwa muislamu yuko katika mji ambao kwamba unafanyia kazi ru'ya shar'iyya, kuangalia mwezi kisheria, wayatamiduha tariqan liithbati at-tarikh, na anaitegemea kama njia ya kuthibitisha tarehe, fa innal muslima fihi ya'malu bimuqtada ma athbatahu al-mukhtassuna indahu, muislamu katika mji huo atafanyia kazi kile walichokithibitisha watu ambao kwamba wanafuatilia mambo ya mwezi. Asema wayasumu Arafata yawma at-tasi', na atafunga Arafa siku ya, angalia mashekhe wanavyofungamanisha saumu ya Arafa na siku ya 9. Hivi ndivyo ilivyo. Rudi katika al-cha al-Imam al-Shafi'i radhiyallahu anhu, tuona anakuambia yawmu Arafa huwa al-yawmu at-tasi' wal-Eid wal-yawmu al-ashir, siku ya Arafa ni siku ya 9. Rudi katika neno kwa Ibn Qudama al-Maqdisi katika al-Mughni, anasema wa amma yawmu Arafa fa huwa al-yawmu at-tasi' min dhil-hijja, ama siku ya Arafa ni siku ya 9. Hakuna mwanachuoni anasema siku ya Arafa ni siku ya watu kusimama katika kiwanja cha Arafati, wanaifungamanisha na siku. Asema wayasumu Arafata yawma at-tasi', atafunga Arafa siku ya 9, walau kana yuwafiqu fi Makkah al-yawm ath-thamin aw al-ashir, hata kama Makkah itakuwa ni siku ya 8 ikiwa wao wametangulia kuona, ama ni siku ya 10 ikiwa wao wamechelewa kuona. Makkah ni 8 ama ni 10, lakini kwenu ni 9, utafunga lini? Utafunga 9. Haya ni maneno ya Sheikh Hani, kadhi wa Makka au mahkama ya Makka. Tuende kwa Ibn Jabrin, wote ni maulama wakubwa wa biladul haramain. Anasema, anaulizwa Nigeria wakitangulia katika kuona mwezi ama wakichelewa watafanya vipi? Watafata kwao ama watafata haramain? Sheikh amejibu jawabu refu, kwa atakayetaka baadaye atakuja kuniona nimpatie. Kisha akasema fa ala hadha yasihu li ahli Nigeria ومن حولها ومن بعدها من البلاد الإفريقية أن يعملوا برؤيتهم. Nigeria na waliokuwa baada yao kabla yao katika nchi za Kiafrika wafaa kufuata nini? Ameulizwa swali la Nigeria, ndio maana anataja Nigeria, wafaa kufuata kwao. Asema fayasumu Arafa, watafunga siku ya Arafa, wayadhbahu adhahihim, na watachinja vichinjo vyao, walau sabaku bilad al-haramain, hata kama watatangulia nini? Haramain, yani wataona kabla yao. Nimalizie kwa sababu wakati umeenda sana. Sheikh Salih Al-Fawzan na Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah Ali Sheikh katika fatawa za al-Lajna ad-Daima kwa fatwa ya 21825 limekuja swali kutoka Mayoti. Mayoti ni moja katika visiwa vya Komoro ambavyo kwamba viko chini ya uongozi wa Mfaransa. Nimepelekwa swali, tufuate wapi sisi? Kumetalifiana miandamo huku na kwenu, tufuate wapi? Fatwa iliyotoka katika al-Lajna ad-Daima kwa nambari 21825, rudi ukaangalie, ambapo kwamba imepitishwa na mufti wa sasa Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh, mufti wa sasa wa Saudia,
na Sheikh Saleh Al-Fauzan wanasema fuateni kwa mwandamo wa kwenu, sawa ikiwa imetangulia Makka ama imechelewa Makka. Hizi ni fatawa ndugu yangu, sijazitoa mimi, wamezitoa maulama wakubwa wa Saudia. Na ikiwa huniamini, Mwenyezi Mungu akikupa khata ukaenda haji ama umra, nenda kaulize. Alhamdulillah, kila sehemu kuna kibanda cha fatawa katika neno haram. Nenda kaulize, waulize sisi Arafa tufaa kufuata wapi? Arafa ni lini? Tufunge lini? Kwa hivyo haya ni masaila ambayo kwamba yapo. Yani usitiwe maneno ya kuwa hili ni swala liko kwetu tu, huku hakuna kwengine. Dunia nzima yafuata mahujaji isipokuwa huku kwetu Kenya peke yake. Hakuna swala hilo Sheikh. Si dunia nzima. Pengine zaidi ya nusu ya Waislamu wataswali Jumatano, hawaswali Jumanne kama huna habari. Fuatilia, nenda kaangalia Indonesia wanatangaza Eid lini, Malaysia, Brunei, Singapore, Morocco, Senegal, Mauritania, nchi nyingi zimetangaza Eid Jumatano kwa kufuata mwezi kwa haina mafungamano na haji. Lakini unaona sawa ni kuwa ufate hujaji, fuata ndugu yangu. Waona sawa ni kula Eid Jumanne, kula Eid Jumanne, na tukwambia Eid Mubarak, takabbalallahu minna wa minkum. Hakuna tena jamani wakati wa kuzozana na kuvurugana na kuteta. Paka lini tutateta? Sisi ni umma mmoja, tutakana tushikane, tupendane. Huu si wakati wa kugombanisha, huu si wakati wa kutia fitna. Mtu unapopita sehemu kwa waka moto, ukishindwa kuuzima, basi angalau kikombe cha maji kimoja tu umwagie moto ule, utulize ile harara. Leo sisi tumekuwa tumwaga mafuta katika moto ili uzidi kuwaka. Kwa nini? Hata tutaka wahda. Naam, tutaka wahda, tutaka umoja. Lakini umoja, swali linakuja hapa. Mtu anakuambia tutaka umoja, kwa hivyo sote tufuate hujaji tule pamoja. Hatukatai wahda, tutaka. Lakini kwa nini umoja mpaka kina fulani wawafuate nyinyi? Kwa nini siwe nyinyi muwafuate kina fulani? Kwa nini umoja upande mmoja tu, usio pande mbili? Alafu jambo la pili, wahda tuutaka, lakini usawa wa kutekeleza ibada vile vile ni muhimu zaidi. Ibada ya Eid yafaa kutekelezwa siku ya 10. Sasa mimi nikitekeleza ibada siku ya 9 kwa kutaka wahda, natafuta wahda kwa kuvunja ibada, usawa ibada. Ama nitekeleza ibada siku ya 8 na yafaa kufanywa siku ya 9. Una wasiwasi, wataka kufanya ihtiyati, kuweka akiba, funga 8 na 9. Na ndivyo walivyosema maulama wa fiqh, al-ahwat an yasuma al-8 wal-9. Kuweka akiba ni kufunga siku ya 8 na siku ya 9. Funga Jumatatu, ikiwa ni wewe wakula Jumatano, funga Jumatatu na Jumanne. Kwa nini? Ni akiba. Kwa nini akiba? Wanasema maulama wa fiqh, limuwafaqati al-waqi', kwa sababu ya kuwafikiana na waqi'. Pengine mwezi ulitangulia katika kuandama lakini hamkuuona. Kwa hivyo waqi' siku ya 9 ni ya 8 katika mwandamo wenu. Kwa hivyo ili usipitwe na kuwafikiana na wake, angalia maulama wa fiqh walivyokuwa makini, hawakusema limuwafaqati alhujjaj kwa kuwafikiana na mahujaji, kwa kuwafikiana na waqi'. Huenda kwenu nyinyi 8 ikawa ndio siku ya 9, lakini ingawa kisheria ndio 8, isipokuwa ifunge katika kuweka akiba, usipitwe na fadhila ya siku ya nini? Siku ya Arafa. Hakuna muda wa kuzozana, hakuna muda wa kuteta na kukoseana heshima. Wataka kuswali Jumanne swali, wataka kuswali Jumatano swali, lakini kubakia ihtiram na heshima. Kila mmoja humheshimu mwenzake. Hakuna haja ya kutupiana makosa ama umlalamikie mtu na umwambie mwapenda sana nyinyi kukhalifu kwenda kinyume. Miaka 2 iliyopita hatukula pamoja. Kwa mfano, miaka 2 iliyopita Eidul Adha si tumekula pamoja, hakukuwa na ikhtilafu. Sasa kama kwa pendo kutofautiana, tungetofautiana. Ama mtu atoke aende akamtukane kwa mfano chief kadhi wa Kenya. Kumbe chief kadhi gani? Chief kazi tu huyu, ana maana yoyote? Kwa nini umkosea heshima kiongozi? Kama umekhtalifiana naye, ikhtalifiana naye, fuata utakavyo, lakini wewe umkosea heshima. Sasa utamkosea heshima kwa sababu umesema tufuate mwandamo huku. Sasa na hao utawatukana vile vile kama ulivyomtukana chief kadhi. Hao manake wamesema yale aliyosema yeye, hao nao utawatukana. Tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuoneshe haki ilipo tuweze kuifuata, na tuoneshe batili ilipo tuweze kuiepuka.
innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.